Sasa bara, katika sehemu ya 14 tulishia pale ambapo walikuwa wanataka kwenda kutazama mechi ya mpira na rais ndiye mgeni rasmi. Tukawa tunajiuliza sasa, je, Rashid atafanikiwa katika huo mpango wake? Majibu yote yako hapa katika hii sehemu ya 15. Mzigo mtambo kuitwa Rise Up kutoka kwake Edazaria G Msulu. Mimi naitwa Anko J Masimulizi. Inapatikana TikTok na Instagram kwa jina moja tu, hilo hilo la Anko J Simulizi. Bwana, karibu kwenye hii sehemu ya 15. Inaonekana rais ni mtu wa kupenda sana michezo Naam, niliuliza huku nikianza kufanya udadisi wa awali. Ndiyo, unajua anapenda sana michezo na ni mtu anayesaidia sana timu za taifa hili kufanya vizuri kwenye mashindano ya nje nchi. Shemeji alizungumza kwa furaha. Okay, basi natamani kesho niende. Mechi ni saa ngapi? Inaanza saa 10 jioni, hivyo uwanjani mashabiki wanafikaga hata saa 8 mchana. Kwa sio mbaya. Inabidi kesho nami niende asubuhi nikanunue sasa tiketi. Shabani naye alizungumza hivyo, nikasema sawa kaka, mna shaka. Kiukweli tukazungumza mambo mengi na mama cha usiku. Mpaka inafika majira ya saa 6 za usiku, nilimpa 100,000 ya kumsogeza kwa siku 2 na kisha tukarudi zetu nyumbani kwa Shabani. Usiku mzima niliutumia kusoma uwanja wa mpira, eneo ambalo viongozi hupenda kukaa. Nikasema ni ngumu sana kumuua eneo lenye watu wengi kama hivi. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikitazama video ya uwanja wa Taifa. Nilikuwa nikitazama kupitia simu yangu. Majira ya saa 10 za usiku nilijilaza huku nikizidi kuchanganua mbinu itakayoniwezesha mimi kumfikia Mheshimiwa Rais, ila hadi usingizi unanipitia nilikuwa sijapata mbinu yoyote. Kaka, kumekucha. Nilisikia sauti ya Shabani kwa mbali sana. Nilifumba macho yangu na kuona mwanga wa jua ukitawala chumba kizima. Chidi, niambie Shebi. Kumekucha ndugu yangu. Taratibu nilishuka kitandani huku nikipiga miayo. Nilinyanyuka na kisha nikafungua pale mlango wa hiki chumba na Shabani aliingia ndani. Umemkaje kaka? Nimemka salama ndugu yangu. Jana nilichelewa kulala sana. Ulilala saa ngapi? Ngoma kama saa 10 hivi. Pole. Nashukuru sana. Naona umeshajiandaa. Unajua nisaidie funguo ndugu yangu. Nielekee town nikanunue kwanza tiketi niwahi kurudi. Inabidi tuende bank. Si unajua pesa za ule mzee. Inabidi tuwahi asubuhi hii kabla foleni ya ndani ya benki haijawa kubwa. Sawa ndugu yangu, basi kama vipi wewe jiandae. Fast namaliza sasa hivi. Wani saa ngapi? Saa 1 asubuhi. Basi dakika 10 tu. Fresh, ngoja basi nikuchukulie mswaki kwa Mangi pale. Nashukuru kaka. Shabani alitoka ndani hapa na baada ya dakika kama 3 hivi alirejea akiwa na mswaki. Nilijiandaa na kisha tukaondoka nyumbani hapa. Hivi Shabani, shemeji bado amelala? Hapo nilimuuliza Shabani huku tuko ndani ya gari na leo yeye ndiye aliyekuwa anaendesha gari hili. No, unajua alitoka asubuhi kama saa 12 hivi. Ameenda Mabibo kununua vitu vya nyumbani. Okay, sawa. Tukirudi hivi tunaweza tukamkuta nice. Okay, sawa kaka, hamna shida. Tulifika katika eneo la uuzaji wa tiketi za mechi. Tulinunua pale tiketi 5 za VIP, huku moja ikiwa ni mama cha usiku kwa sababu naye alihitaji kwenda kuangalia mpira. Tukapita benki. Hivi mzee tumpatie pesa ya Tanzania au dola? Akabadilishia mwenyewe. Dola atapata faida. Tumpeleke kwenye pesa ya Tanzania. Nikatoa kiasi cha shilingi kama milioni 11 na kisha nikatoa dola 5,000. Sikiliza. Hii moja yako kaka. Itakusogeza siku 2 hizi. Nilizungumza huku nikimkabidhi Shabani milioni 1. Shukrani sana ndugu yangu. Mungu akubariki na azidi kukufungulia milango ya baraka. Nashukuru sana ndugu yangu. Wapo. Kaondoka benki na kuelekea nyumbani kwa mzee. Tukamkabidhi kiasi cha pesa na akatukabidhi pale bunduki ambayo aliahidi
kututafutia. Bunduki hii ni FRF2, bunduki yenye sifa ya kushambulia mtu kwa umbali mrefu pasipokuwa karibu naye. Bunduki wanatumia sana masniper za masafa marefu. Kijana, naweza nikakuuliza swali? Mzee Tumbo alizungumza mara baada ya kumaliza kuhesabu pesa tulizomkabidhi. Nikamwambia ndio, uliza tu. Hii FRF2 hiyo unakwenda kuitumia kwenye nini? Kwa maana kwamba sio bunduki ya kawaida mwanangu. Usijali mzee wangu, ninashukuru kwa huduma yako. Hapo tukaondoka na briefcase ya bunduki hii. Tuliingia ndani ya gari na kurudi nyumbani sasa kwa Shabani. Jamani, alafu tena unajua nilitaka niwapigie simu muda huu niwaambie kwamba chai iko tayari. Shemeji, umeamkaje? Nimeamka salama shemeji yangu. Umetuandalia nini leo? Niwapikie chapati. Wow, unajua nimemisi sana kula hiki chakula. Kweli shemeji? Kitambo sana yani. Naam, kwa pamoja tukajumuika pale mezani. Tulipata kifungua kinywa na baada ya Sara kurudi kutoka shule tukajiandaa na kuanza pale safari kuelekea uwanja wa Taifa kutazama hizi mechi. Japo foleni na watu ni wengi, ila nasi tukafanikiwa kufika uwanjani. Tuelekea pale zilipokuwa siti zetu. Unajua kaka, siku zote mechi za watani wa jadi huwa zinajaza sana uwanja. Shabani alizungumza huku tukiwa tunatazama wingi wa watu waliokuwa wamevalia jezi nyekundu na njano. Nikasema eti, unajua watu ni wengi mno kaka. Imagine sasa ni saa 9 tu, watu wengi kiasi hiki. Ikifika hiyo saa 10 nyomi la watu inakuaje ndugu yangu? Naona rais bado hajaingia. Rais huwa ni wa mwisho kabisa kuingia uwanjani kaka. Yaani hata mechi inaweza kawa imeanza ndo anakuja. Tukaendelea kusubiria hadi ulipofika muda wa rais kuingia uwanjani hapa. Wananchi wote walimshangilia huku akiwa ameambatana na mama Shamsa pamoja na mtoto mdogo wa kiume. Oya, lile jini naona amemzalia bwana yule mpozi. Shebi alizungumza huku sote tukimtazama mama Shamsa pamoja na huyo mtoto wa kiume. Mbona kama anaendana naye kidogo yule mtoto? Yule mtoto atakuwa amepostiwa kweli kwenye mitandao? Hapana, huwa ni mara chache sana yule mtoto kuonekana. Inabidi nipate ukweli kuhusiana na huyu mtoto. Hapo nilizungumza kimoyo huku nikihisi hali ya utofauti sana kwa mtoto yule. Mpira ulianza huku mechi ikiwa ni ya kasi sana. Macho yangu kwa muda mwingi yalikuwa hayafuatilii hii mechi. Nilikuwa nafuatilia namna ulinzi ulivyoimarishwa uwanjani hapa. Hadi kipindi cha kwanza kinakwisha, hakuna timu iliyokuwa imepata goli. Naelekea chooni mara moja. Nilizungumza huku nikinyanyuka kwenye seti hizi, nikaelekea kwenye vyoo vilivyopo eneo hili. Nilikuta pale baadhi ya mashabiki wakijisaidia haja ndogo. Nikaingia kwenye moja ya choo, nikatoa pale simu yangu mfukoni na kisha nikaanza kutafuta akaunti ya Instagram ya Mama Shamsa. Nilitazama picha karibia 250, ila nilikuwa sijaona picha ya mtoto wake. Ile siku niliyombaka kupata mimba kweli. Nilijiuliza kimoyomoyo huku nikijaribu kukumbuka hiyo siku ilikuwaje. Ukimya wa chooni hapa ulinishtua kidogo, jambo lilonifanya kwanza niachane na simu yangu. Nikairudisha mfukoni, nikaanza kuhisi miguu ya watu wakija taratibu. Nikasema kumekucha tayari. Nilizungumza hivyo kimoyomoyo huku nikianza kuona kwa chini ya mlango vivuli vya watu wawili wakiwa wanasogelea choo changu. Nikaufungua mlango huu kwa ghafla, nikakutana na wanaume 4 waliovalia suti nyeusi kama walinzi wa rais. Mmoja akatoa kitambulisho chake akasema, sisi ni usalama wa taifa, tunakuhitaji kwa mazungumzo zaidi. Nikamwambia, wewe mimi nakosa gani kwani? Tii sheria bila shuruti. Waliponiambia hivyo nikawatazama walinzi hawa ambao wawili walikuwa wameweka mikono yao kiunoni tayari kwa kuweza kuchoma bastola zao. Nikasema okay poa, na tii sheria. Wakaniweka katikati yao, nikatoka nao ndani hapa. Sikutaka kufanya jambo lolote kwao, kwani ninatambua uwezo wangu wa sasa, kwa sababu kunikamata kwao hawawezi mimi kunidhuru kwa lolote lile. Tukafika eneo la maegesho ya magari, tukaingia ndani ya moja ya gari jeusi aina ya Toyota Land Cruiser. Tupatie simu yako. Nilitoa simu yangu mfukoni nikamkabidhi jamaa aliyekuwa amekaa upande wangu wa kushoto. Nikawauliza, jamani, kwa nini ninaelekea wapi? Utajua utakapofika. Nikasema ila nina haki yangu kuweza kufahamu ninapopelekwa. Kijana, utajua utakapofika.
Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba funguo ya gari nilikuwa nimemwachia Shabani. Tulifika eneo la Masaki, tukaingia kwenye moja ya gereji. Wakaniamrisha pale kushuka, nilitii amri hiyo. Tukatembea mpaka kwenye moja ya kontena. Wakalifungua kontena hili na wakawasha taa, na sote tukaingia, tukaanza kutembea ndani ya hili kontena, na nikaona pale mlango mwingine. Tukaingia ndani ya jengo, tukakuta watu wengi wakiwa kubize na kazi, na watu hawa walikuwa wanaonekana kabisa wanafanya kazi za siri, kwani hata eneo nililokuwa nimepitishwa sio rahisi kwa mtu kuweza kufahamu kwamba eneo hili lina nyumba au la. Niliingizwa kwenye moja ya chumba chenye rangi nyeupe, huku viti viwili pamoja na meza vikiwa vina rangi nyeupe pia. Wakaniambia kaa hapo. Nikakaa kwenye moja ya kiti na watu hawa wakatoka na mlango ukafungwa. Baada ya dakika kama 10 hivi mlango ulifunguliwa na Karo aliweza kuingia ndani hapa. Macho ya mshangao Karo yalimtoka. Karo alishangaa kuniona. Alinitazama kwa dakika kadhaa na kisha akatembea kwa mwendo wa taratibu hadi katika kiti kilichopo mbele yangu. Akakaa. Ukimya wa dakika kama 2 hivi ulitawala, huku tukiwa tunatazamana, mimi pamoja na Karo. Habari za masiku, Karo alizungumza kwa sauti ya unyonge. Nikamwambia poa. Karo alipatwa na kigugumizi, kwa maana ya kwamba jinsi ninavyomwona anajutia kwa kila alichokuwa amenifanyia. Nimekamatwaje? Je, mimi ni mhalifu au kuna kosa gani ambalo mimi nimewafanya? Huna kosa. Basi naomba niweze kuachiliwa. Au bado mna mashaka na mimi? Rashidi, nakusikiliza. Naomba leo usiku uje kwangu. Kwako kufanya nini? Nakuomba sana, na mazungumzo na wewe tena ya muhimu sana. Ninakuomba. Okay, poa, nitafika. Ila samahani kwa kukutoa kwenye starehe yako. Usijali. Watakurudisha hadi uwanjani. Nilihitaji tu kuthibitisha kwamba ni wewe kweli au ni mtu mwingine niliyomwona. Usijali, ni mimi. Au siruhusiwi kuwepo nchini Tanzania? No, unaruhusiwa. Okay, sawa, naombeni simu yangu. Nahitaji kuweza kuondoka ile eneo. Karo alitoa moja ishara na mmoja wa majamaa hawa walikuwa wamenikamata waliingia ndani hapa. Alinikabidhi simu yangu na kisha tukatoka ndani hapa. Nikamwambia kwamba sihitaji kurudi taifa muda huu. Muda umeshakwenda, mtaniacha tu Ubungo. Kweli tukafika mataa ya Ubungo. Nilitoa simu yangu mfukoni nikaiwasha. Moja kwa moja nikatambua kwamba ni wamehamisha baadhi ya data kutoka kwenye simu yangu, na jambo la kumshukuru Mungu, simu yangu haina chanzo chochote kinachoashiria uhalifu. Message kutoka kwa Shebi iliingia akiniuliza niko wapi. Ikanibidi nimpigie. Nikasikia tu kaka, kuna makelele, tuma message. Nilisikia kelele nyingi mno za mashabiki. Nikamtumia message sema natangulia nyumbani. Akanijibu pale, poa ndugu yangu, mpira umeongezwa dakika 6 kwenda hadi 120. Nikamwambia okay, poa, ina noma. Mimi nilikodisha pikipiki na moja kwa moja nikaelekea Kimara. Nilifika nyumbani kwa Shabani. Nilimuulizia pale funguo ameiweka wapi, akanielekeza alipoiweka. Niliingia ndani na moja kwa moja nikajilaza kitandani. Nilichunguza simu yangu kwa muda na nikahisi tu kuna kitu cha tofauti. Nikasema wapumbavu kweli hao. Nilizungumza huku nikona itazama simu, kwani ulikuwa umeweka application yenye uwezo wa kurekodi mazungumzo yangu yote ya simu na ya nje ya simu. Ina maana kwamba chochote ninachokizungumza na hata mtu wa pembeni yangu tu walikuwa nakisikia. Na kitu kingine, message zangu zote nazo pia na kwao pia zinafika. Yaani kwa kifupi simu yangu wameitrack kila kitu. Niliondoka nyumbani hapa huku nikiwa nimefunga mlango. Nikafunga na funguo na kisha nikaondoka na funguo ili kuepuka wana usalama hawa kuja kuchunguza nyumba ya Shabani. Na wakikuta hizi silaha, basi kesi yake inaweza ikawa ni kubwa sana kwake.
Nikafika kwenye moja ya duka la simu, nikanunua simu aina nyingine inayofanania na simu hii ya kwangu, na kisha nikarudi nyumbani kwa Shabani. Sikukaa muda mrefu, Shabani na familia yake wakawa wamerudi. Ili kuweza kuwapoteza maboya wasisikie ninachokizungumza mimi na Shabani, nikaiweka simu katika glasi ya maji. Kaka, simu itakufa, mbona umeitia kwenye maji? Shabani alizungumza kwa mshangao. Nikasema hizi ni water resistance, haziwezi kufa ndani ya maji. Hapo nikamweleza Shabani kila kitu kilichotokea mara baada ya mimi kuelekea chooni. Sasa kaka, unataka kwenda kuonana na Karo, uone kama anaweza akakudhuru. Najiamini sana hana huo uwezo, bado ana udhaifu mkubwa mno kwangu. Ndugu yangu, usijiaminishe sana, unajua wanawake bwana hawa wanabadilika kama vinyonga. Najua wanabadilika kama kinyonga, na ndio maana niko makini sana, na simwamini mwanamke yoyote kwenye hii dunia zaidi ya mamangu. Sawa kaka, kama hakuna tabu yoyote basi unaweza ukaenda. Okay, poa. Hapo nilitoa simu hii, nikatoa line, nikahamishia kwenye simu mpya, na kisha majira ya saa 2 za usiku nikaelekea pale nyumbani kwa Karo. Nikapiga honi getini, nikafunguliwa na mlinzi. Nikaingiza gari hili ndani ya geti hili, na kisha nilimwona Karo akiwa amesimama mlangoni huku akiwa ananitazama. Karo alinikaribisha vizuri na mimi nikaingia ndani. Karibu mezani, nilikuwa nimeandaa chakula kwa ajili yako, Karo alizungumza huku akiwa anaelekea mezani. Kitu kinachonidatisha kwa Karo ni jinsi umbo lake lilivyokuwa limejigawa vizuri mno. Ana shape ya namba 8 na anafanya mazoezi, basi anazidi kuonekana mrembo siku hadi siku. Nilikaa kwenye moja ya kiti ambacho tunatazamana mimi pamoja na Karo. Karibu sana Rashidi. Sio Rashidi, sema Gaidi Rashidi. Kauli yangu ikalitoa tabasamu la Karo usoni mwake na kumfanya awe na simanzi. Gaidi ambaye ana uwezo wa kulipua meli ya jeshi. Unahisi kwamba mimi ninaweza kuwa Al-Shabaab? Sijui ni nini. Wewe tu kinitazama mimi unaamini kabisa kwamba mimi naweza nikawa Al-Shabaab? Hapo nilimuuliza Karo kwa dharau na kumfanya machozi anza kumlenga-lenga, kwani yeye ndiye mtu aliyekuwa amenikamata na watu wake ndio walionikabidhisha kwa Don na kufanya maisha yangu mimi kuingia kwenye misukosuko mingi sana mpaka nilishindwa kabisa kuikamilisha kazi yangu kwa wakati. Rashidi, nimekuita kwa ajili ya mazungumzo mimi na wewe. Natambua kwamba mimi na wewe tumepishana kidogo. Tumekwazana, tumegombana naweza nikasema. Hapo nikamzuia kwa ishara Karo asiendelee kuzungumza. Nilimwandikia ujumbe kwenye simu niliyokuwa nimenunua, nikamweleza kwamba simu zinarekodiwa. Na hapa alishtuka kidogo. Nikakabidhi simu ambayo vijana wake walichukua. Nikamwonyesha walichukua wamekiweka. Ilibidi simu ya ipeleke jikoni na kisha yakarudi. Unajua shinzi sana, mimi niliwaambia kwamba wakuleti na sio kupeleleze. Naona umezidi kung'aa. Au Obote yule wa Kongo na kupendezesha. Bwana, mimi niliachana na Obote kitambo sana. Na sasa hivi nasikia tu kwamba ana mke wake. Ulijuaje kwamba niko uwanjani? Muda ambao rais yuko uwanjani, kamera zetu zilikuwa zinamulika watu wote. Nilipokuona nilihisi kwamba nimekufananisha. Hivyo niliamua kuzoom kamera na nikajua kwamba ni wewe. Na nikawajulisha vijana wangu na nikakufuatilia ulivyoondoka kwenye viti ukawa umeelekea vyooni. Kwa hiyo nilikuwa nakufuatilia kila hatua ambayo ulikuwa unaipiga. Okay, sipati picha ningekuwa ni gaidi kweli ingekwaje? Tuachane na hayo Rashidi. Nimekuita hapa ili nikuombe tu msamaha wa dhati kutoka moyoni. Nilikukosea na ninakiri kwamba nilikurupuka.
Bora mimi sina shida na wewe, kwa maana nilishasahau hayo maisha na niliamua kuishi maisha mengine mimi na familia yangu. Ila kutokana na kwamba Tanzania ni nyumbani, nimekuja kutazama namna gani ninavyoweza kuja kuwekeza kabla kwenda kuwachukua na kuja kuishi Tanzania. Hongera. Ya nini? Kuwa na familia ni jambo la kawaida tu. Hapo nilizungumza huku tukiwa tunaendelea kula hiki chakula. Yaani unajua sijui ni kwa nini ile siku nilifanya lile tukio. Kuanzia ile siku sikuweza kuishi kwa amani sana. Ila kutokana na kwamba nimekuomba msamaha, nina imani sasa hivi moyo wangu unaweza ukaishi kwa amani. Usijali. Asante kwa chakula chako, ni kitamu sana. Nahitaji kuondoka sasa. Hapo nilizungumza huku nikinawa mikono. Rashidi, unakwenda wapi sasa jamani? Nilipofikia. No, nakuomba sana Rashidi, ukae nami kwa usiku wa leo. Nimekukumbuka sana. Nimekumbuka misuguano yako, tafadhali Rashidi wangu, nakuomba. Mimi nimebadilisha maisha yangu, sio mtu yule tena, sio mtu wa vile. Ngoja nikwambie jambo moja Karo. Mimi huwa siwezi kurudiana na mwanamke msaliti hata siku moja. Wewe nichukie tu au nifanye chochote, ila huo ndio ukweli. Siwezi kuwekeza penzi langu kwa mtu ambaye anajali sifa yake binafsi kuliko maisha yangu. Mimi nashukuru tu kwa chakula chako. Hapo nilizungumza huku nikisimama. Karo kwa haraka alisimama na kanifuata. Alisimama mbele yangu huku akiwa amejaa na huzuni kubwa mno. Nikamuuliza nini? Rashidi, nimekukosea. Ninakuomba msamaha. Mimi ni binadamu. Tafadhali nakuomba unisamehe kwa hilo. Kukusamehe nishakusamehe, ila sitokuamini mpaka nitakapoingia kaburini. Mimi mwenyewe sina unafiki. Kwa nini niwe muongo na kukungopea kwamba sijui nini, sijui na kuamini? No, siwezi. Maneno yangu yakamfanya Karo kuanza kumwagika na machozi. Niambie basi nifanye nini ili uniamini kwa mara nyingine tena? Karo alizungumza na kunifanya nimtazame kwa muda. Uweze kufanya nitakachokuambia. Nipo tayari kukifanya. Yaani kufanya lolote niko tayari. Naomba tu niambie. Karo alinisisitiza na kunibembeleza nimweleze ukweli. Nikamwambia unafahamu alinipa kazia kwamba mimi ni gaidi na kuitoa video ya askari wakinikabidhi kwao. Hapana, simjui. Mwongo na mnafiki mkubwa wa mwanamke. Dunia nzima inamfahamu Don. Wewe inakuwaje umjui? Gaidi anayetafutwa na taifa kama Marekani. Wewe Tanzania hapo unashindwaje kumfahamu? Hapo nilizungumza kwa ukali huku nikimkazia macho Karo. Huyo mimi ninamjua tu kwa kuona tu picha zake na faili lake lipo ofisini na picha zake zipo. Vyombo vyetu vya upelelezi vinashirikiana na mataifa makubwa, hivyo tukimwona hapa nchini Tanzania tunaweza tukamkamata. Kwa hiyo Tanzania hayuko? Ndio hayupo. Kwa nini wewe muongo? Unafahamu mdhamini wa kiwanja cha mpira? Kiwanja kipya kinachojengwa? Ndio. Anaitwa nani? Anaitwa Fernando Felipe. Na ni raia wa Mexico. Na yeye ndiye amedhamini kujenga kiwanja kwa kampuni yake ilipo nchini Marekani, na amepewa eneo Morogoro na amejenga makazi yake. Katika hayo makazi yake unafahamu anafanya nini? Sijui anafanya nini, ila tu ninachokijua ni kwamba yeye ndiye anayetupatia msaada wa kujenga ujenzi wa huo uwanja, na kakangu ameidhinisha hilo. Naomba picha yake. Okay, sawa. Ila nakuomba usiondoke. Nakusubiria. Karo alipandisha ngazi kuelekea gorofani huku nikibaki nikishuhudia uumbaji wa Mungu jinsi wao lake lilivyokuwa linatetema. Ila huyu mjinga ameumbika sana. Sijui nipite naye. Ila ngoja kwanza nikaze hadi ninachokihitaji nikipate. Hapo nilizungumza huku nikimsubiria Karo.
na baada ya dakika 2 Caro akawa amerudi na laptop. Alifungua akaiweka mezani. Alianza kutafuta pale na akanionyesha picha za mzee mmoja ambaye unene wake ni kama wa Don, ila sura yake ni tofauti kabisa na Don. Huyu ndiye tajiri ambaye amedhamini uwanja na ameiambia serikali yeye kwamba atakuwa anaingiza 25% tu ya mapato yanayotokana na uwanja, na 75% iliyobaki yote itakwenda serikalini, na umiliki wa uwanja utakuwa ni wa serikali kwa hizo 75. Caro alizungumza kwa kinonesha picha hizo. Morogoro amepewa sehemu gani? Mvomero. Niliendelea kuzitazama picha kama hizi 10 hivi za huyu Fernando Philip na nikagundua mchezo aliofanya Don. Amebadilisha mfumo mzima wa sura yake pamoja na mashavu yake. Endapo mtu akifanywa operation ya aina hiyo, ni ngumu sana kumfahamu, kwani hadi muundo wa kidevu chake pia na mashavu yamebadilika. Kwa hiyo nyinyi mmedanganyika. Unamaanisha nini? Huyu mzee ni Don. Don? Hapana Rashidi, umekosea bana. Nilikuwa ni mfanyakazi wa Don na nilikuwa ninapigana ngumi kwa udhamini wake. Huyo ni Don, niamini mimi Caro. Picha ya Don ni hii hapa. Huyu na huyu, haya wanafanania vipi? Hebu angalia. Caro alinekea picha ya Don halisi na huyu wa sasa, na kwa macho ya kawaida hazifanani kabisa. Ni watu tofauti, kwani hata kipara alichokuwa nacho amekiotesha nywele na amechana mchano kama rais wa Marekani wa Donald Trump. Nikamsikiliza Caro, najua ni ngumu wewe kuelewa na kuniamini. Hata kama ukipeleka hii kesi kwenye kitongo chako, watakataa kumsogelea, kwa maana ya kwamba amefanya jambo kubwa kwenye ile taifa. Hilo eneo alilonunua lina ukubwa gani? Kama hekari 600. Alisema hizo hekari 600 anazifanya nini? Hakuna aliyehoji. Kikubwa tu ni mwekezaji mkubwa hapa nchini, na sasa anajenga kiwanda cha saruji mkoani Tanga ambacho kitakuwa ni kiwanda kikubwa kuliko viwanda vyote hapa Tanzania na Afrika. Mexico imeletwa Tanzania. Unamaanisha nini? Tuachane na hili. Tanga kuna majambazi walivamia hoteli moja hivi wakauawa. Je, habari hiyo unayo? Ya, tunayo na uchunguzi unaendelea. Okay, sawa. Ila kwa nini umeuliza hayo yote? Nilikuwepo kwenye hiyo hoteli na mimi nikajifungia ndani kama ilivyokuwa tu kwa wananchi wengine. Kwa hiyo nao waliogopa kufa? Hakuna anayependa kufa. Sawa. Ila huyu mzee wa watu yuko salama na hana shida yoyote. Tumemfuatilia rekodi ya biashara zake na ni mtu salama kabisa na hana makosa ya aina yoyote. Haya, ile miili ya majambazi waliokufa ni Watanzania au ni nani? Tulikuta baadhi yao ni wazungu, ila hapakuwa hata na mmoja aliyekuwa na kitambulisho, na tulijaribu kufuatilia taarifa zao kwa picha, ila hapakuwa na hata mmoja aliyeweza kujulikana. Okay, sawa. Ila kuna umesema kwamba huyu mzee ni Don kwa sababu unamjua. Kwa hiyo unataka kumpeleleza? Sipo kwa ajili ya kumpeleleza mtu. Niambie, mimi nitakusaidia mpenzi wangu. Sipo kwa ajili ya kazi hiyo. Nashukuru, naomba niende. Rashidi jamani, nimekukumbuka. Tafadhali naomba kidogo tu. Caro alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamtazama kwa dakika kadhaa na kisha nilimshika pale mkono. Nikamnyanyua. Nikamwinamisha katikati ya meza hii. Nikampandisha pale kigauni chake kifupi alichokuwa amekivaa. Nikakipandisha juu na kisha pale nikananena. Nikamwambia unataka kidogo? Basi umenipata. Mimi hapo nikatoa Rashidi, naomba nipumzike. Nikamwambia sitaki. Basi ili kitendo hiki kilifanyika, msikilizaji, kilifanyika vizuri tu hapa tukiwa tumesimama mpaka Caro alipokuwa ameridhika kabisa. Caro mara baada ya mtanange huu alikimbilia jikoni. Ilibidi nimfuate. Nikamwambia unafanya nini wewe? Niache bana. Caro alifungua friji, akachukua chupa ya maji baridi, akaanza kujimwagia maji hayo. Hivi ulitaka kuniua ama? Caro alizungumza kwa kihema.
Nikamwambia kwa kidogo tu hivi yani ndo. We sio kwa staili ile wewe na okay. Naenda kwa mwenyeji wangu. Kwa hiyo hapa ulali. Najua nikilala nitahitaji tena. Na hapo ulipofikia huna uwezo tena wa kuendelea. Hivyo tukifanya tena nitakuwa. Kweli utaniua. Kwa hiyo inakuaje? Kuhusu nini? Penzi letu. Tutaongea siku nyingine, acha niondoke. Hata kuoga huogi. Nitakwenda kuoga mbele safari. Nilizungumza huku nikirudi sebleni. Nilivaa suruali yangu. Karo akanikimbilia, akanikumbatia kwa nguvu, akaanza kulia. Rashidi, nakupenda. Nilishusha pumzi huku nikimsikilizia jinsi alivyokuwa analia kwa uchungu. Nakuomba usiniache. Nisamehe 7 mara 70. Nipo tayari kufanya utakalo. Muda na wakati wowote ule. Ndoke poa, nimekuelewa. Naomba niondoke. Mbona hujibu kama unanipenda? Nimekwambia poa nakupenda. Ila umeizungumza kwa kujilazimisha. Karo, ninakupenda. Kingine nini ambacho nakihitaji zaidi ya mapenzi tu? Hapo nilizungumza huku nikimwachanisha mikono yake iliyokuwa imenikumbatia. Kesho nitakuja kulala na ujiandae kwa kichapo kama hiki. Usilegelegee mtoto mzuri. Nilizungumza huku nikiwa na Tomasa. Nikamwambia umenielewa? Ndio bebe. Okay poa. Nikampikia busu Karo kama dakika 1 hivi na kisha nikamwachia. Nikamwambia waambie vijana wako waache kunifuatilia. Ninaomba simu yangu. Karo aliingia jikoni na kisha kaniletea simu yangu. Nilishawaambia na wametoa ile program. Mimi sina neno kwa maana ya kwamba yule Rashidi mpuzi uliokuwa naye kipindi kile alishakufa. Huyu sasa hivi ni Rashidi mwingine. Na pia nenda kampatie hongera shemeji yako kwa kuwa na mtoto mzuri. Okay, sawa, zimefika. Nikatoka nje, niliingia ndani ya gari langu, mlinzi akanifungulia pale geti, nikaondoka. Siwezi kumwamini Karo hata kwa bure. Nilizungumza huku nikizidi kuuacha huu mtaa ambao Karo anaishi. Nikampigia simu Shabani. Niambie ndugu yangu. Bwana salama kaka, vipi? Naona mbona hurudi? Nipo njiani, ninarudi muda huu. Nikaisi labda utalala kwa sababu na muda umekwenda sana. Usijali, narudi. Poa kaka. Nilikata hii simu na nikagundua sasa hivi ni majira ya saa 7 na dakika 25 za usiku. Fernandez Philip. Don, nimekupata sasa. Nilizungumza huku nikiwa na wazia maelezo ya faili nilokuwa nimelisoma, kwa nilieleza ya kwamba Don yuko nchini Tanzania, ila hawakunipa sura ambayo ameibadilisha, na imani ya kwamba ni watu wachache sana wanatambua juu ya kubadilisha kwake sura. Hello. Vipi mke wangu, umelala? Nilimuuliza Tina mara baada ya kumpigia simu. Ndio baby, nilikuwa nasubiria simu yako hadi usingizi uliponipitia. Tina alizungumza kwa sauti laini ya kumtoa nyoka shimoni. Nikasema okay, pole baby. Hapa naendesha, narudi nilipokuwa nimefikia. Okay, umekula lakini kipenzi? Yeah, nimekula. Wewe vipi, umekula nini? Nilikanga tu chips na maini. Wow, umeshiba? Yeah, nimeshiba baby. Ninatamani tu hata ungekuwepo na ukala mapishi yangu. Nikirudi nitakula. Okay, sawa baby. Okay, pumzika. Asante, nakupenda. Nakupenda pia. Msalimie Tina mdogo. Anakusikia hapa, amesikia sauti yako, ameshona kweli. Kwambie kwa hawa tele. Basi usijali, baadaye mke wangu. Okay, poa baby. Kitendo cha kukata tu simu, ghafla nilishtukia gari yangu ikipaa angani, huku mbamizo mkubwa ukiwa umepigwa upande wa dereva. Gari ilianza kubiringika mara 6 mfululizo, likatua huku materi ikiwa kwa juu. Kizunguzungu kikali kilikuwa kimenitawala, huku airbag ya usukani ikiwa imefumuka kwenye siti yangu. Nikiwa katika hali ya mawenge, niliona watu kama 6 hivi wenye silaha wakilisogea gari langu. Wakafungua pale mlango wa upande wangu,
wakanichomoa huku wakiniburuza. Mmoja alinipiga na kitako cha bunduki kichwani. Giza zito likatawala kwenye mboni za macho yangu, nikajikuta nikitulia tuli. Ndio yeye huyu. Hapo nilisikia sauti kwa mbali, nikajaribu kuitafakari, ila nilikosa jibu kwa sababu nilikuwa sitambui ni nani ambaye anazungumza. Hakikisheni mnamuua na ushahidi haubaki. Nadhani mmenielewa. Hapa sasa niliweza kuitambua sauti hii ilikuwa ni ya Mama Shamsa. Sawa madam. Taratibu nilifumbua jicho langu la kulia. Kupitia kone ya jicho nilimwona Mama Shamsa akiwa amesimama na walinzi wake kama 10 hivi waliokuwa wamevalia suti nyeusi. Madam, inabidi tumpige risasi afe hapa, si ndio? Sihitaji kuona damu yake hapa. Sawa madam. Mikono yangu ilikuwa imefungwa kwa nyuma, huku miguu nayo ikiwa imefungwa. Nilinyanyuliwa pale na watu 4 kama wanabeba jeneza. Wakanitoa eneo hili, wakaniingiza ndani ya buti la gari na kisha wakafunga buti hili. Nikajichunguza, nikagundua hii nilikuwa nimefungwa kwa nyuma ni pingu. Hapana, siwezi kufa kijinga hivi. Nilizungumza huku taratibu nikianza kujitafuta namna kuweza kuchomoa hii pingu ambayo ilikuwa imenibana kisawasawa. Nikajitengua pale kidole gumba cha mkono wa kulia na nikagugumia maumivu ndani kwa ndani ili niweze kuchomoa kiganja changu. Ni lazima nijitegue kidole changu gumba ili kiganja kitoke kwa urahisi kwenye hii pingu. Nilifanikiwa katika zoezi langu hili. Nikanyosha pale kidole gumba changu vizuri, nikajifungua kamba niliyokuwa nimefungwa miguuni na kisha nikaendelea kusikilizia jinsi gari hili lilipokuwa linaendeshwa. Oya, kwani huyu alikuwa ni nani kwake? Hapo nilisikia sauti ya mwanaume aliyomo ndani ya hili gari. Hata sijui mimi. Unajua inaonekana kama ni mtu anayemchukia sana kwa sababu sio kwa hasira zile madamu alizozionyesha. Bana, tuache kuoji, tutekeleze agizo tulilopewa na madamu. Naam, mwendo wa kama nusu saa hivi gari hili likasimama. Nilisikia pale wakishuka katika gari, wakifungua milango ya gari hili. Buti ya gari hili likafunguliwa. Bana, kama mshale nikajichomoa ndani ya gari hili. Nilimrukia aliyekuwa amefungua hili buti. Kitendo hiki kikamfanya mwanzia pigwa na bumbuwazi, kwani hakuna aliyetarajia tukio kama hili. Nikajinyanyua kwa kasi ya ajabu mno. Ndani ya sekunde kama 5 tayari nilikuwa nimeshafanya maamuzi mengine ya kumtandika teke la kifua jamaa aliyekuwa amesimama, naye akaanguka chini mzima mzima. Nikamrudia nilikuwa nimemrukia mara ya kwanza. Nilimshindilia kigoti cha kifuani, akagugumia kwa maumivu makali mno. Nikaiokota bastola iliyokuwa imeanguka pembeni yake, nikampiga mwenzie nilikuwa nimempiga teke. Nilimtandika risasi za kifuani, akakata roho pale pale, na kisha nikamgeukia sasa huyu, nikamwambia nyanyuka. Nilizungumza huku nikimwonyeshia bastola jamaa huyu niliyekuwa naye. Aliyekuwa naye anaendelea kugumia kwa maumivu. Nikamwambia nyanyuka. Hapo nilimwambia kwa hasira. Taratibu jamaa kanyanyuka huku suti yake ikiwa imejaa vumbi jingi mno. Nikamwambia patuko wapi? Nilimuuliza huku nikiwa ninatazama hili eneo la msitu huku kukiwa kuna maporomoko mengi mno. Akasema niue tu kama unataka kuniua. Jamaa alizungumza kwa kujiamini mno. Pale pale nikamtandika risasi ya mguu. Akaanguka chini huku akilia kwa maumivu makali mno. Nikamwambia, ni nani aliyewaagiza mniue? Nilimhoji ili kuthibitisha kama ni kweli aliyemtuma ni Mama Shamsa. Lakini jamaa alizidi kukataa, akasema mimi sijui. Nikamwambia, hujui Okay sawa. Nikampiga risasi 6 za kifuani, akakata roho pale pale. Nilishusha pumzi huku nikijichunguza mwilini mwangu. Ikabidi nimpapase huyu jamaa. Nikampapasa mfukoni mwake, nikatoa kitambulisho chake, nikakisoma, nikamwona ni miongoni mwa walinzi wa rais. Nikampapasa tena kwenye mfuko wa koti lake la suti, nikatoa simu ndogo ya kawaida tu nilichukua, na kisha nikamsogelea mwenzake, nikampapasa, nikamkuta na magazini 2 za bastola pamoja na bastola. Nikavichukua vyote na kisha mili yao nikaisukumizia kwenye maporomoko makubwa ambayo miti yake unaiona tu kwa chini. Nikasema saa 12 asubuhi. Lo, nilizungumza huku nikitazama saa ya simu hii na tarehe ilikuwa imeshabadilika. Inamaanisha toka nilipotekwa jana usiku, leo hii asubuhi ndio nimepata fahamu. Niliingia ndani ya gari hili aina ya Toyota Premio.
Nikajitazama kwenye kioo kilichopo mbele katika hili gari, nikaona jinsi uso wangu ulivyokuwa umejaa michirizi ya damu. Nikajishika kichwani mwangu, nikagundua eneo la paji la uso lilikuwa limechanika kidogo. Niliwasha hili gari nikaligeuza kwa spidi na kisha nikaanza kuliendesha kutoka katika huu msitu uliokuwa umejaa miti mingi mno. Nilizidi kuifuata njia inayonionyesha gari hili lilipita lilipokuwa linaingia kwenye hili eneo, na kama mwendo wa dakika 10 hivi nikatokezea barabarani ambapo napo kuna miti ya misitu mingi mno. Nikajiuliza, hapa nipo wapi? Nilizungumza huku nikisimamisha gari pembezoni. Nilishuka nikasimama pembeni ya barabara, nikatazama. Nielekea wapi, kulia au njia inayoelekea kushoto kwangu? Nikasikia mlio wa gari, ikabidi nirudi nyuma. Nikaegemea gari, nikawa najifanya kama vile nimepumzika hivi. Nikaona basi linapita huku limeandikwa Tanga Mlalo. Bwana, basi hili lilipita huku likiwa linaelekea mkono wangu kushoto. Nikasema na maana nipo Tanga. Nitafakari, ghafla kasimu haka kadogo kakaanza kuvibrate. Nikatazama namba hii na kisha nikapokea. Nikasikia tu pale, mmemaliza. Ilikuwa ni sauti ya Mama Shamsa. Hasira ilinipanda, nilitamani kuachia tusi moja zito mno ila nikajizuia. Halo, mbona hamzungumzi nyinyi? Hivi ulisi ni rahisi mimi kuniua kama unavyofikiria, sina maana? Nisikilize Mama Shamsa, umevuka mipaka. Mara ya kwanza ulijaribu kuniua, tambua nini nilichokufanya, ila mara ya pili nitakuonesha kwamba mimi ni mtu aina gani. Rashid alitaka kuongea, nikakata simu, nikaivunja nikaitupilia mbali. Nilirudi ndani ya gari, nikaanza kuifuata barabara ilipoelekea basi hili, huku nikiwa ninaendesha kwa mwendo wa kasi vibaya mno. Mwanamke mpuzi sana huyu. Sasa amenishika pabaya, na nitamuonesha nini maana ya kuwa mwanaume. Hapo nilizungumza nikiwa na hasira imenijaa kisawasawa. Nikalipita ili basi, nikafika kwenye moja ya mji, nikasoma pale bango kubwa lilikuwa limeandikwa karibu wilaya Lushoto. Nilisimamisha gari kwenye moja ya duka, nikapekua pale ndani ya gari hili. Kwa bahati nzuri nikakuta pale kibunda cha pesa. Nilitazama usalama wa hili eneo na kisha nilichukua kitambaa kilichopo pembeni yangu. Nilijifutafuta damu iliyokuwa imeganda usoni mwangu na kisha nikashuka. Niliingia ndani ya gari. Duka hili lilikuwa lina vitu vya rejareja. Naomba maji, nilizungumza huku nikimkabidhi muuzaji noti ya shilingi 10,000. Akasema sawa boss, ila kichono umefanyaje? Nikasema kuna wapuzi walikuwa wanadondosha huko mbao, hivyo ikanipiga hapa na ikanipasua hapa. Si pole, nikamwambia nashukuru. Muuza duka alinikabidhi chupa ya maji, nikatoka nje nikanawa uso vizuri na kisha nikarudi ndani ya duka hili. Nikamwambia naomba soda baridi. Akasema kuna shaka. Nikamwambia unaweza kuniazima simu nikampigia mtu? Ya, kuna shaka ndugu. Muuza duka huyu akanikabidhi pale kijisimu kidogo tu, nikaigiza pale namba ya Shabani na kisha nikampigia. Halo, nikamwambia Aska, kani mimi. Aise ndugu yangu, nimeona gari lako bwana Central limegongwa. Nimezunguka hospitali zote nimekukosa. Uko wapi? Kaka nisikilize, niko sehemu moja hivi inaitwa wilaya Lushoto. Nilitekwa jana usiku. Mungu wangu, nani amekuteka? Kuzungumza kwenye simu sio jambo zuri, ila tu ni ule mshenzi, naamini umeshamnielewa. Kwa babake zake ni yeye. Nikasema ya, alitaka niuliwe. Ni Mama Shamsa au huyo Karo? Mama Sham. Sasa nimefanikiwa kuwatoroka. Hebu andika namba ya Karo hapo, alafu mwambie mimi nimekuagiza kwake, na umwambie sehemu ulipo na mje pamoja. Sawa ndugu yangu? Sawa. Wewe utabaki hapo Lushoto ama? Ya, niko hapa Lushoto. Natafuta hoteli. Najua nikitembea hapa katikati wanaweza kunikuida bure, kwa hiyo siwezi tena kurudi Dar es Salaam kwa sasa. Okay, poa ndugu yangu. Hapo nikamteja namba ya Karo. Nikamwambia nitakupigia ndugu yangu, ngoja ninunue simu nyingine. Okay, sawa kaka, hamna shida. Nikakata simu hii na kisha nikamrudishia muuzaji simu yake. Nikamwambia nashukuru, change utachukua kama kiasi nilichotumia kupiga simu. Nahitaji kuweza kujua wapi kuna hoteli nzuri. Kaka, njoo nikuoneshe. Mwenye duka alishuka na kisha kanionyesha moja ya jengo linaloonekana bati tu,
huku likiwa limezingirwa na miti mingi. Akasema ila pale ni hoteli nzuri sana mkuu, na imani patakupendeza. Nikamwambia okay, nashukuru, ila sema naomba tena simu. Muuza duka alinipatia simu yake, nilifuta namba ya Shabani na kisha nikamrudishia simu. Huyo nikaondoka. Nilifika katika hoteli hii yenye mazingira mazuri. Nililipia pale chumba kimoja na kisha nikaondoka hotelini hapa. Nikatafuta pale garage, nikawapa mafundi kazi ya kubadilisha rangi ya gari hili kutoka kuwa jeusi hadi kuwa rangi ya kijivu. Mkuu, ili kesho tu litakuwa tayari. Nikasema okay, poa fundi, hamna noma. Nikagua pale gari zima, nikaona bastola moja ikiwa imechomekwa chini ya kiti cha dereva. Nikaichomeka kiunoni mwangu pasipo mtu yoyote kuweza kuniona, na kisha nikamkabidhi fundi funguo. Nikaondoka hili eneo. Nikanunua simu ya kawaida tu kwenye moja ya duka, nikasajili pale laini kupitia kitambulisho cha muuza laini huyu. Na hii ni baada ya kukosa kitambulisho. Nikampigia pale Shabani, nikamwambia kaka, hii ndio namba yangu, niambie mmefikia wapi? Bana, nipo naye hapa, tunafanya utaratibu wa kuweza kupanda helikopta ya kitengo chake cha kuja huko eneo hilo. Umemweleza ni nani? Ndio. Mpatie simu. Mpenzi, upo salama? Sipo salama Karo, kwa sababu muda wote wifi yako anaweza akaja kuniua. Hebu sikiliza, fanya hivi, nenda kwenye kituo cha polisi hapo Lushoto. Ninakusubiria. Ninampigia mkuu wa kituo hiko cha polisi sasa hivi, wakupokee na wakuweke sehemu salama. Simwamini mtu yoyote. No, nisikilize mimi Rashid, tafadhali kipenzi. Fanya hivyo, hayo mengine tutakuja kuyaongelea huko. Nimechukua chumba kwenye moja hoteli, mtanikuta tu niko hapa. Okay, yote ni sawa. Kaka, mtanikuta hotelini. Hakuna shaka ndugu yangu. Okay, poa. Naam, nilikata simu na kisha nikarudi hotelini. Nikazichomoa bastola zote 3 kiunoni mwangu, nikaziweka juu ya meza. Nikaweka magazini za bastola hizi pia mezani, na kisha nikavua shati langu, nikasimama mbele ya kioo. Mikwaruzo michache ilikuwa ipo eneo la migongoni. Niliingia bafuni, nikaoga haraka na kisha nikarudi chumbani hapa. Haki ya Mungu. Mama Shamsa, sasa hivi ninakula sahani moja na wewe. Nilizungumza huku nikitafakari kauli alizokuwa anawaambia walinzi wake. Baada ya lisali 1:30 simu yangu iliita. Nikaipokea. Kaka, tumeshafika. Nikamwelekeza Shabani hoteli na chumba nilichopo. Baada ya dakika kama 5 mlango uligongwa. Nilichukua bastola moja mezani na kisha nyingine nikazifunika na kitambaa. Nikajificha nyuma ya mlango na taratibu nikaufungua. Ingia. Nilizungumza hivyo na kisha Shabani akasema kaka. Alizungumza hivyo huku akiingia ndani hapa. Nikaichomeka bastola kiunoni. Karo kwa haraka alinikumbatia kwa nguvu mno. Pole kipenzi changu. Ninashukuru. Haujaumia ndugu yangu popote? Ni hapa tu kichwani ninahisi ya kwamba hii ni kutokana na ajali. Baby, ilikuwaje? Hapo nikawahadithia kila kitu kilichotokea usiku wa jana nilipokuwa ninatoka nyumbani kwa Karo. Kwa hiyo wifi yangu ndiye aliyefanya hivyo? Ndio. Ila mbona niliwasiliana naye na akaniambia kwamba yupo Ikulu, na nikampigia simu kaka naye akaniambia kwamba yupo Ikulu. Sasa nashindwa kujua imekuwaje hadi akuteke. Hapo nilikaa kitandani huku nikimtazama Karo machoni mwake. Wewe bado hujamjua wifi yako? Niambie ili nimjue Rashid. Kwa maana kwamba sielewi, yani naona mapicha. Unakumbuka ulishawahi kuniambia kwamba kaka yako alimpokonya mwanaume mmoja hivi mke wake, na akawa ndo huyo wifi yako sasa hivi? Ndio. Huyo mwanaume mwenyewe ndo mimi sasa. Kwa kifupi ni kwamba kaka yako alininyang'anya mwanamke wangu ambaye ni Mama Shamsa. Hapo Karo alishtuka sana, kwani nina imani hakuweza kujua siri iliyoko kati yangu mimi pamoja na kaka yake ambaye ndo Mheshimiwa Rais. Nikamwambia nisikilize Karo.
wifi yako ndiye Mama Shamsa, na mateso yote niliyoyapitia ni kutokana na ndugu yako. Naam. Hapo taratibu Karo ilibidi kwanza akae katika sofa huku akiwa na bumbuazi, kwa sababu habari hii ilikuwa imemshtua sana. Nisikilize Karo, umaskini wangu na madaraka ya kaka yako ndio yalionifanya nimpoteze mke wangu wa ndoa. Madaraka ya kaka yako ndio alinifanya mimi niingie jela na kuwa mtumwa wa kupigana katika maulingo ya kifo. Na sikupigana kwa sababu ya pesa, ila nilipigana kwa sababu ya kuhitaji kuishi. Leo hii nipo katika harakati zangu, wifi yako ananisababishia ajali, ninagongwa na lori na ananikamata. Sasa hapo nini nifanye? Eti Karo, hapo nifanye nini mimi? Nilizungumza kwa uchungu huku nikimkazia macho Karo aliyekuwa ameanza kumwagikwa na machozi. Nikamwambia Karo, mama yangu na mwanangu wanaishi maisha ya uhamisho kutokana na roho mbaya ya kaka yako pamoja na wifi yako. Kaka yako alinikamata nikiwa niko Ufaransa, akanipeleka Kongo kwenye gereza la kifo, gereza ambalo ukiingia sio rahisi kuweza kuishi, ila Mungu mwenyewe ndo aliweza kupenda mimi niweze kutoka pale. Nikarudi nchini Tanzania ili niweze kuishi maisha yangu kwa amani kabisa. Nikakupata na wewe kwa hisia zako mbaya, ukahisi kwamba mimi ni mkuu wa kundi la Al-Shabaab. Okay, jana wametaka kuniua. Haya, niambie sasa mimi hapo nichukue maamuzi gani? Naam, nilizidi kuzungumza kwa uchungu hadi machozi yalianza kunichuruzika taratibu. Karo alijikuta anaangua kilio kwa sauti. Nikasema watu wenye nguvu ndio watu wanaobadilisha watu wasiokuwa na nguvu. Hata kama mtu hujafikiria kuwa, ila unatamani sasa kuwa. Rashid baby, naomba unisamehe, mimi sikujua haya yote. Utajuaje ikiwa ulikuwa unafurahia uovu wa kaka yako? Hapana, nilimshauri ila alikataa. Mtu kama huyo unamfanya nini? Oh bro, Shabani aliniita huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia naam. Bana, kwenye hili hatuwezi kusamehe tena kaka. Nipo na wewe bega kwa bega. Tunafanyaje hapa? Sikiliza Shabani, laiti nisingekuwa ninajimudu, sasa hivi ningekuwa nimeshafika mbinguni na maiti yangu msingeza tena kuiona. Nahitaji kuweza kufanya jambo. Hapo nilizungumza kwa sauti iliyojaa mikwaruzo mingi itokanayo na hasira. Karo akaniambia, unataka kufanya nini baby? Karo aliniuliza kwa sauti ya majonzi na iliyokuwa imejaa unyonge mwingi sana. Nikasema nahitaji kumuua wifi yako pamoja na kaka yako, na ni lazima niwaue, sio wewe wala sio serikali au mlinzi yoyote atakayeweza kunizuia kufanya hiko kitu. Nadhani tunaelewana. Karo alishtuka sana huku akinitazama kwa mshangao, kwani hiki nilichokizungumza kinatoka moyoni mwangu na nimemaanisha, na ni lazima na nitafanya. Ukimya ulitawala ndani hapa, huku kila mmoja akionekana akiwa na wazo la kwake. Karo akazungumza kwa kusema, basi tuondoke na kurudi da. Hapa alizungumza kwa ananitazama usoni mwangu. Karo akaendelea kusema ya kwamba nitahakikisha na kulinda baby, na hakuna baya lolote litakalojitokeza juu yako. Nikamwambia sihitaji kulindwa, ila kuna watu ninahitaji uwalinde. Watu gani? Nahitaji familia, rafiki yangu pamoja na watu waliomzunguka wawe salama muda wote, na isitokee mtu akawagusa, kwa sababu akifanya hivyo nitadili na yeye hadi kufa kwake. Hilo nitalitimiza kwa 100%. Nahitaji kuishi kama mzimu. Nahitaji kupita njia yangu. Karo, mimi na wewe ni kama tu maji na mafuta ya taa, kwani askari na muhalifu hawawezi kukaa eneo moja. Hivyo naomba tu niache nipite njia ambayo mimi ninaweza kupita. Tutakutana duniani au tutakutana ahera. Rashidi, usizungumze hivyo kipenzi. Tambua kwamba mimi ninakupenda na ninakuthamini na ninakuhitaji. Tafadhali usinifanye hivyo, please, nakuomba. Sikufanyia hivyo, ila mimi na wewe ni watu wawili tofauti, kwa sababu uliweza kunikamata ulivyosikia tu ya kwamba mimi ni muhalifu.
Shem, naomba ongea na rafiki yako, mimi namuomba msamaha juu ya hilo, ila ameshindwa kunisamehe kabisa. Karo alimwambia maneno hayo Shabani huku akilia kwa uchungu. Shemeji, naomba tupishe kwanza kidogo, Shabani alimwambia Karo. Karo alitoka ndani hapa huku akilia kwa uchungu mno. Shebi alifunga mlango huku akinitazama machoni mwangu. Kaka, kwanza pole sana ndugu yangu. Nashukuru sana Shebi. Sasa inakuaje? Najua ni kwa nini nilikwambia uje na huyu mwanamke, kwa maana kwamba yeye na kaka yake pamoja na yule shetani wote wako kwenye mstari mmoja. Ila kaka, unajua namuona Karo hana tatizo lolote lile ndugu yangu. Hebu jaribu kuwa naye kwa muda, na kupitia huyu utaweza kuwasogelea maadui zako, kwa maana kwamba yupo kitengo nyeti na kina taarifa za mtu yeyote unayemhitaji ndugu yangu. Usimhukumu Karo kwa makosa ya watu wengine. Anakupenda kwa sababu nilipomweleza tu kuhusiana na wewe, alikuwa na safari ya kusafiri ila akagairisha safari yake na tukatumia usafiri wa helikopta kufika ile eneo. Nisikilize Shabani, mimi huyu si muumini. Hivi unahisi anaweza kukubali nikapanga naye njama ya kuweza kumuua kaka yake? Shabani alishusha pumzi na taratibu akawa anatazama usoni mwangu, akawa yuko kimya. Nikamwambia Shabani, ukimya wako unamaanisha kwamba hawezi kukubaliana na hicho kitu, sio mnaki? Na ndio maana nakwambia si muamini. Siku ambayo alinikamata sikufikiria kama anaweza kunibadilikia. Mimi mtu akishanionyesha tu bastola bro, huwa imani na yeye inapotea kabisa dhidi yake. Ila Rashidi, kumbuka ya kwamba ukimweka huyu mbali na ameshajua kwamba unahitaji kuiteketeza familia yake, basi atahakikisha kwamba anaweka kila aina mitego kukukamata. Kwa hiyo wewe Shabani, unanishaurije kwenye hili? Mimi bwana, nakushauri uhakikishe kwamba unakuwa naye. Unajua hii issue ni kubwa sana, na ninahofia na wewe ukiingia inaweza kukuletea madhara, na ndio maana mimi nafikiria kwanza usalama wa familia yako Rashidi. Najua hilo ndugu yangu, ila mimi nimeamua kukusaidia, kwa ni lazima tu nitakusaidia. Ni mangapi ambayo tulisaidiana kwenye maisha yetu, eh? Shabani alinihoji na nikajikuta nikikaa kimya huku nikimtazama usoni mwake. Nisikilize Shabani, inabidi familia yako iondoke nchini Tanzania na ileke nchini Ufaransa. Sasa mimi mke wangu na mwanangu bwana, hati za kusafiria wanazipata wapi? Tutamtumia huyu mwanamke kuwasafirisha mpaka Ufaransa. Sawa, nitazungumza na Jacqueline pamoja na mke wangu, watapokelewa na wataishi kwa muda kule hadi haya majanga atakapoweza kumalizika. Sawa, mimi sina neno. Kweli bana, nilitoka nje nikamkuta Karo akiwa ameegemea ukuta wa korido ya humu ndani. Nikamwambia, nisikilize Karo. Nilimwambia Karo huku nikimtazama usoni mwake. Nikamwambia, nitakuwa nao ila kwa masharti. Sharti gani baby? Nahitaji familia rafiki yangu uishughulikie na iweze kwenda nchini Ufaransa. Na ina imani una uwezo wa kupata visa ya muda mrefu. Sawa, ni hilo tu, si ndio? Ndio, ni hilo tu. Hakuna shaka, nitapiga simu ubalozi wa Ufaransa na nina watu pale wanaweza kunisaidia kwa haraka hilo jambo. Na ukesa wafanye hivyo, ila inabidi tuwatafutie hati za kusafiria kwanza. Hilo ni jambo dogo sana. Naam. Baada ya makubaliano hayo, tuliondoka hotelini hapa na moja kwa moja tukafika gereji. Nikawaonyesha pale gari niliyokuwa nimeichukua kwa watu hao. Karo akasema, hii gari nishawahi kuona nayo walinzi wa wifi. Karo alizungumza na kisha akalipiga picha kadhaa gari hili, kwa maana ya kwamba bado halijaanza kushughulikiwa kubadilishwa rangi. Nitaagiza kijana aje kulichukua na kulileta Dar es Salaam. Nilimwambia fundi, nikachukua pale namba yake ya simu na kisha nikamkabidhi ya kwangu, na kisha tukaondoka hili eneo kwa kutumia helikopta hii ya kitengo cha NSS. Tukarudi jijini Dar es Salaam. Safari haikuchukua muda mrefu, tukafika kwenye moja gorofa la kitega uchumi. Helikopta hii ilitua katika kiwanja maalum kilichopo juu ya gorofa hili. Tukashuka pale na kuingia katika lift na taratibu tukaanza kushuka chini.
Nisikilize Karo, mwambie wifi yako nahitaji gari yangu inyoshwe, na la sivyo atanitafuta ubaya. Usijali bibi wangu, mimi nakupa gari jingine. Sihitaji gari la kupewa. Wewe mwambie tu kwamba nahitaji gari yangu kunyoshwa. Usijali na nitafikisha ujumbe, ila atanitambua. Yaani asiniletee ujinga kwa furaha yangu aise. Hayo ni yenu wenyewe, mimi sihitaji kuweza kuiangalia. Lifti ilifunguka na tukatoka nje ya hili ghorofa. Tulimkuta pale dereva wa Karo alikuwa akitusubiri. Nikamuuliza Karo, tunaelekea wapi? Inabidi tuende nyumbani kwangu tukapate kwanza chakula cha mchana. Hapana, nahitaji kuelekea nyumbani kwa Shabani. Kaka. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba hutaki tupate mapishi ya shemeji? Shabani alizungumza kwa utani. Karo akadakia kwa kusema, mwambie shemeji, twende bwana tukale kwangu. Kaka, wengi tupewe. Sikiliza shemeji, tunakwenda kula kwako na baada hapo tunaelekea nyumbani. Shabani alizungumza na ikabidi mimi nikubaliane nao kwa maana ya kwamba wamenizidi kwa kura. Tulifika nyumbani kwa Karo, moja kwa moja nikaelekea chumbani huku Karo akinifuata kwa nyuma. Siku hizi mlango wako ni wa kufungua na namba za siri? Nilimuuliza Karo huku nikimtazama usoni mwake. Ni jina lako ndio namba za siri. Ndio. Kwa hiyo tuliingia ndani na Karo alinikumbatia kwa nyuma. Rashidi, yani kila nikikuona mwili wako. Hebu nisikilize. Zile nguo zangu ziko wapi? Nahitaji kuweza kubadilisha nguo. Nilizitoa. Ukazipeleka wapi? Karo aliniachia na kisha kazunguka na kusimama mbele yangu. Kipindi kile nilikuwa na hasira, hivyo nilizichoma zote moto. Okay, poa. Hapo nilizungumza huku nikitoka ndani hapa, ila Karo aliniwahi mkono na kisha akasema, baby, asa unakwenda wapi? Niliingia humu ili niweze kubadilisha nguo, ila hakuna nguo, kwa sina haja mimi kuendelea kukaa hapa. Jamani Rashidi, nakuomba kipenzi, hebu tulie. Swala la nguo ni la kununua tu nyingine. Ngoja kwanza, hivi mali zilizokuwa kwenye ile nyumba nilikuwa nimepanga zimekwenda wapi? Niliziuzauza na nyingine niligawa. Kwa hiyo uliuza kabla sijakufa? Ila Rashidi, wewe mwenyewe unatambua hali halisi ya kipindi kile. Hai, mimi ningefanyaje? Kila nilichokuwa ninakitazama nilijisikia vibaya. Na jinsi ilivyokuwa swala la kutangazwa kama gaidi ndo kabisa, yani likazidi kunichanganya. Tafadhali kipenzi, najua ninakurupuka sana kwenye baadhi ya maamuzi yangu mengine, ila naomba unisamehe na tufungue kurasa mpya mwingine. Ni kweli unakurupuka, na ndio maana ile siku pale hotelini ulitaka kuweza kujiua kisa tu kuachana na mshamba yule. Hebu kapike chakula na njaa. Toka nile jana usiku hapa kwako bado sijakula. Pole bebe, basi ngoja nikaandae chakula faster. Utakula nini? Chakula chochote mimi kinaenda tu. Okay, sawa kipenzi. Karo alipiga hatua mpaka kwenye kabati la nguo. Nilitazama pale jinsi alivyokuwa. Suruali alikuwa ameivaa jamani. Karo akavua jinsi yake alikuwa ameivaa, akabakiwa tu pale na nguo fulani hivi na kisha akajifunga tenge. Nikamwambia, kwa hiyo unavaa mavazi ya kumtega shemeji yako ama? Jamani kipenzi, kwa nataka nikapike na jinsi kweli? Kumbe una wivu na mimi Karo alizungumza kwa furaha sana. Nikamwambia, ile kazi vizuri ile tenge lako lisije kaanguka. Okay, sawa baba watoto. Mimi nilianza kutoka chumbani hapa, nilimkuta Shabani akicheza game kwenye TV. Waise kaka, yani ili jumba lote ni la huyu mtoto? Nikasema ndio. Sio ukisikia watu ndo wanaishi ndo hawa sasa. Sio wengine tunasindikiza tu ndugu yangu. Ni maisha ya kawaida tu haya ndugu yangu. Waise, una haja kumwacha mtoto? Huyu mtoto ana maisha mazuri. Shemeji, ngoja niwaandalie chakula. Karo alizungumza huku akipita na kuelekea jikoni. Shabani akamwambia, sawa shemeji. Kuna soda, kuna bia, juice, wine, whisky, niwalete nini? Shemeji, niletee bia moja tu hapa.
Nichape kwanza koo kidogo, kwa maana kwamba na kitambo sijanywa hayo maji ya dhahabu bwana. Shembia moja kweli jamani. Ajua kali lishemeji, nisije nikapata wengi, nipo kwa watu bwana. Shemeji, hapa ni kwako bwana. Unatumia bia gani? Mimi yote ile mimi nashusha tu bwana. Okay, sawa shemeji. Baby, unakunywa nini? Sinywi chochote. Sawa. Karo alimletea Shabani bia 2 za baridi na kisha akaelekea jikoni kwa ajili ya kupika. Ndugu yangu, mbona kama vile una mawazo sana? Shabani, kichwa changu kimeyumba kidogo. Pole sana. Kuna mtu nimemsahau sana. Nani? Yule binti wa Tanga Afunaiza atakuwa anakupigia kwenye ile namba nyingine ile, ila nakukosa. Tukitoka hapa nitampigia. Hapo nikanyanyuka na kisha nikaingia jikoni. Nikamuuliza Karo, vipi bado? Ndo namalizia baby, nimekupikia ugali maini. Si rafiki yako anakula ama? Hakuna Mtanzania ambaye ni mzima alafu asile maini. Labda wao tu wana matatizo ya akili. Ina maana shem ni mmero. Namjua mimi. Unajua njaa inanisumbua sana. Ole kipenzi, kula basi matunda. Kuna ndizi, machungwa, kila aina matunda yapo. Hapo nikafungua friji, nilitazama matunda yote yaliyomo humo na kisha nilichukua apple moja na nikaegemea moja ya meza huku nikimtazama Karo jinsi alivyokuwa anaendelea kupika. Jiandae kuzaa. Nilizungumza huku nikiwa natafuna hili apple. Akaniambia, unamaanisha nini? Kwani watu wanapokutana, mwanamke na mwanaume, wasipotumia kinga na mwanaume akinania kwake ndani, unategemea nini hapo kama sio mtoto? Jamani baby, nimeuliza tu kwa wema. Yaani siku hizi umekuwa mkali, hata ukunijibu kwa kunibembeleza ufanye hivyo. Je, uko tayari kuzaa? Niko tayari kuzaa na wewe. Na ninashukuru sana kipenzi. Karo alizungumza kwa furaha, alinikumbatia pale na kuanza kunipiga mabusu. Na kuzalisha mtoto ili nimkomeshe kaka yako. Hapo nilizungumza kimoyomoyo huku nikitabasamu. Karo naunguza. Sorry. Nikarudi sebuleni na baada ya muda mfupi Karo alienda chakula na kwa pamoja tukaanza kula. Majira ya saa 10 za jioni, Karo alitusindikiza na gari lake hadi nyumbani kwa Shabani. Tukamtambulisha Karo kwa mke wa Shabani. Nahisi maumivu sana ya mwili. Nilizungumza huku nikisikia maumivu ya ndani kwa ndani ambayo kwa muda fulani niliyahisi, ila nilikuwa ninayachukulia kawaida. Ila kadiri muda unavyozidi kwenda ndo nazidi kuyahisi haya maumivu. Karo akaniuliza maumivu ya wapi? Nikasema kifuani na katika mbavu. Basi nabidi twende hospitali baby. Alafu ni kweli. Unajua toka muda ule nilikuwa ninajisikia maumivu. Ila nilikuwa ninayahisi kwa mbalimbali sana. Ila kwa sasa ndo nayasikia jinsi yalivyochachamaa. Shemeji vipi? Naam, mke wa Shabani aliniuliza na hii tu ni mara baada ya kufika sebuleni hapa. Nikamwambia najisikia kuumwa. Kutokana na hali ninayoihisi, hatakuwa na muda wa kusubiri kujadiliana mambo. Tukaondoka kuelekea hospitalini. Tulielekea hospitali ya Muhimbili na niliingizwa kwenye chumba cha matibabu, nikapiga pale x-ray ya mwili mzima na tukasubiria majibu ya daktari. Na hisi lile tatizo litakuwa limejirudia. Nilizungumza kwa sauti ya maumivu kidogo huku nikijishika kifuani mwangu. Karo akaniuliza tatizo gani kipenzi? Kuna kipindi nilikuwa ninapigana ulingoni. Hivyo kwenye maeneo ya kifuani hapa nilipata itilafu. Hivyo nahisi kama vile tatizo limerudi tena. Jamani, mnaweza mkaingia sasa. Daktari alizungumza. Nilisimama na kisha tukaingia ndani hapa wote watatu, huku mke wa Shabani tukiwa tumemwacha nyumbani. Sasa bwana ndugu, tumeweza kuchukua vipimo vyote. Tumeweza kugundua eneo la kifuani hapo kuna shida ambayo endapo isipotatuliwa kwa haraka basi linaweza likaleta madhara makubwa sana. Dokta, shida gani? Ni kwamba umechomwa sindano ya sumu ambayo inafanya kazi taratibu, na ndani ya masaa 48 toka alipochomwa sindano ya sumu hiyo basi atapoteza maisha, na sumu kwa sasa inahamia
inamnyemelea maeneo ya kifuani mwake, na ikifika kwenye moyo, basi stori ya kaka yetu hapa itaishia hapo hapo. Hapo watu wote tukashtuka. Kajasho kimbamba kalianza kunitoka na mwili ulizidi kuninyong'onyea. Hata kale ka nguvu nilikokuwa nako kalinishia. Nilijikuta nikiona mawenge ya ajabu ambayo toka kuzaliwa kwangu sikuwahi kabisa kuyaona. Rashidi, nilisikia sauti ya Karo kwa mbali sana, huku akinishika nisianguke katika kiti hiki. Ndugu, hebu nitie nesi hapo haraka iwezekanavyo. Nilisikia sauti ya daktari na nikasikia purukushani za jinsi Shabani anavyotoka ndani hapa. Hebu tumlaze chini taratibu. Hebu kitanda haraka kileteni. Baby, usiniache tafadhali Rashidi wangu, usiniache. Karo alilia kwa uchungu sana. Nilitamani kumjibu ila kinywa changu kilikuwa kimeshindwa kabisa kumjibu. Nilitamani kumshika mkono ila mikono yangu ilishindwa kabisa kumshika. Kila kiungo cha mwili wangu ni kama mtu aliyekuwa ameparalyze. Nilipandishwa juu ya kitanda, nilianza kusukuma kwa kasi huku nikiwa sijui ni wapi ninapopelekwa. Kaka, hutokufa. Najua tu utapona. Pambana. Wewe ni mpambanaji. Wewe ni shujaa. Nilisikia sauti hiyo ya Shabani huku akiwa amenishika mkono kulia. Karo naye hakuwa mbali zaidi ya kuwa upande wa kushoto kwangu na wote walikuwa wameshika mikono yangu. Dokta akasema tunaomba mtupishe hapa mara moja. Daktari alizungumza huku mimi sasa nikiingizwa ndani ya hiki chumba. Niliona madaktari na manesi jinsi walivyokuwa wanamiminika ndani ya chumba hiki. Wakaniandaa pale kwa haraka haraka na kisha nikachoma pale sindano ambayo taratibu ili nilaza usingizi wa nusu kifo. Sindano ya nusu kaputi. Naam. Taratibu nikafumbua macho. Nikatazama mazingira ya chumba hiki jinsi yalivyo, na kumbukumbu zangu zilikuwa zipo sahihi ya kwamba hapa nilipo ni chumba cha wagonjwa mahututi, kwani kulikuwa kuna mashine za kunisaidia kupumua huku nikiwa nimewekewa oksijeni maalum maeneo ya puani hadi mdomoni. Kumbukumbu zangu za mwisho zinakumbuka jinsi tulivyoingia ndani ya chumba cha daktari na kuelezwa kwamba nina sumu ambayo inaniua taratibu. Pale nikajiuliza, hivi bado sijakufa? Nilizungumza na moyo wangu, nikatazama saa ukutani na ilikuwa inaonyesha sasa hivi ni majira ya saa 5 za asubuhi. Baada ya kama lisali moja hivi, mlango ulifunguliwa na aliingia nesi akiwa amebeba kisinia chenye vichupa vya dawa. Bwana Rashid, umeamka? Nesi aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nilimjibu ndio kwa kutingisha kichwa. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, inabidi nikuchome sindano 2. Nesi alizungumza huku akiendelea kunionyesha tabasamu la ukarimu. Sindano ya kwanza alichoma katika mshipa wa mkono wangu wa kulia na sindano ya pili akaigeuza kidogo na kunichoma katika kalio langu. Nilimwonyesha kwa ishara kama ninaweza kuvua kifaa hiki cha oxygen. Akaniambia hapana, bado hali yako haijaimarika. Unahitaji oxygen ya kutosha. Nikamjibu kwa kumwonyesha dole gumba nikimaanisha kwamba poa, nimekuelewa. Na baada ya muda mchache aliingia Karo huku akiwa ameongozana na nesi. Machozi yalianza kumtiririka Karo machoni mwake huku akiendelea kunitazama kwa uso uliokuwa umejaa masikitiko. Kipenzi changu. Sikumjibu chochote Karo zaidi ya kumtazama tu kwa kutabasamu. Nitahakikisha kwamba ninawatia nguvuni wote waliohusika na hili jambo. Nilimtazama Karo kwa muda na sikumjibu chochote. Baada ya dakika kama 5 kuisha akatoka ndani hapa. Aliingia rafiki yangu Shabani pamoja na shemeji, yani mkewe, huku wote wakiwa katika usimamizi wa nesi. Walinisalimia na baada ya dakika kama 5 kuisha wakatoka ndani hapa. Kama ilivyo tu taratibu za kuwaona wagonjwa mahututi waliopo katika chumba cha Sandaruk, yani ICU, haziruhusu watu wasiokuwa wagonjwa kukaa kwa muda mrefu. Kwa nikakaa ndani ya chumba hiki cha wagonjwa mahututi kwa siku kama 4 na kisha ndo nikarudishwa kwenye chumba cha wagonjwa wa kawaida. Nilikaa hospitalini hapa wiki kama 2 na ndipo nilipoweza kuruhusiwa kurudi nyumbani huku nikiwa nina afya nzima kabisa. Umefikia wapi kipenzi changu kwa kumpata mhusika?
Nilimuuliza Karo mara baada ya kufika nyumbani kwake tukitokea hospitalini. Kusema ule kweli, bado uchunguzi unaendelea kufanyika na hatujamtia nguvuni mtu wa aina yoyote. Na uweze kumtia nguvuni mtu yoyote? Kwa nini unasema hivyo baby? Aliyenichoma hii sindano ya sumu mwilini mwangu ni wifi yako, mke wa kaka yako, na utakuta mume wake pia anajua hili swala, na ndio maana mume ameamua kuweza kulifunika tu, ili mradi liishe tu hewani. Ila baby, hakuna ushahidi wowote unaoonyesha kwamba tumetekwa na wifi. Ile gari kule Rushoto ilikuwaje? Si gari ya walinzi wa wifi yako? Unahisi lile gari nimelipataje pataje? Au nimevamia walinzi na kuliba? Hapo nilimuuliza Karo kwa usirias, huku nikimkazia macho. Karo akasema so hivyo. Nikamwambia ila ni nini sasa? Unataka ushahidi gani? Karo alishindwa kunijibu chochote zaidi kukaa kimya. Kaka, usiwe na hasira sana. Hali yako bado haijakaa sawa, na pia lile gari nilikwenda kulichukua na iko nyumbani kwa sasa. Shabani, gari yangu kubwa imeshatoka? Ndio, pia ipo nyumbani. Imenyoshwa ama ni vipi? Haiko vizuri, sawa na mpya kabisa kaka. Shabani aliendelea kunijibu huku akinitazama machoni mwangu. Nilijitazama kifuani mwangu huku nikitazama kovu hili nililopasuliwa hospitali. Madaktari wamesemaje kuhusu hii sumu ambayo nimepandikizwa mwilini mwangu? Waliweza kukufanyia upasuaji ili kuweza kuiwahi isifike kwenye moyo wako, na kitu kingine walichoweza kukigundua ni kwamba kuna mbavu iliweza kuhama kidogo, na ndio maana walikufanyia upasuaji, na kwa sasa wamenieleza kwamba usifanye mazoezi magumu kwa muda mrefu. Karo alizungumza kwa kinitazama usoni mwangu. Aise, siku zilizidi kusonga mbele, huku nikizidi kusonga mbele hadi nikapona kabisa. Safari hii sihitaji mchezo wala msamaha kwa mtu yeyote ambaye tayari alishanionyesha nia kuniua. Nikasema kesho asubuhi ninakwenda Tanga. Kufanya nini? Kuna mambo yangu ninahitaji kwenda kuyashughulikia. Twende wote basi mpenzi. Hapana, nakwenda mimi mwenyewe. Nikupatie gari gani? Nitatumia BMW yangu. Ni safari ya siku 2 na kisha nitarudi. Okay, sawa hani. Ghafla Karo glasi iliyokuwa ameweka mdomoni ilibidi kwanza ishushe, na alipokuwa ameishika alijikuta ameachia, akaanza kukimbilia bafuni, na mimi nikaingia huko kwa bafuni, nikamkuta Karo alikuwa anacheua. Nikamuuliza una nini wewe? Hata sijaelewa, kichefuchefu tu, japo juisi nimeiweka ndimu nyingi, ila bado najisikia kichefuchefu. Nikamgusa Karo shingoni mwake. Alikuwa na joto la mwili. Joto la mwili kweli linaonekana lipo kwenye kiwango kikubwa mno. Nikamtazama kwa muda na kisha nikatabasamu. Kwa hiyo baby, yani unafurahia mimi kuwa katika hii hali? Hapana, ila kumesha kucha. Hapo nilizungumza huku nikirudi chumbani. Karo akanifuata na kuuliza unamaanisha nini? Na maanisha hizo ni dalili za mimba. Sikiliza, mimi malaria zangu huwa zinaanza hivi kuona si na homa ya malaria. Hiyo ile kupata sasa hivi sio malaria bana, bali ni wazungu wangu hao. Ni wazungu wangu huwa hawaende bure. Haya bwana, ngoja basi nimwagize dereva niletee kipimo. Karo alimwagiza dereva wake, na kweli alimletea kipimo kidogo. Akapima na kweli akajikuta yeye ni mjamzito. Furaha ilitawala kwetu sote, huku nami nikijipongeza namna nilipokuwa nimetimiza malengo yangu. Asante sana bebe wangu, Karo alizungumza huku akilia kwa uchungu sana. Nikamwambia usijali kipenzi, nina amani sasa. Kweli? Nikamwambia ndio baby, nina amani sana. Nashukuru kwa kuwa na amani. Karo akampigia simu daktari wa kina mama na akafika nyumbani hapa na kuanza kumshauri namna ya kuhakikisha analinda mimba yake isitoke, kwani heka za kazi yake ni ngumu sana na zinaweza kuhatarisha maisha ya kiumbe kilichopo tumboni. Msikilizaji, asubuhi na mapema nilianza safari kuelekea jijini Tanga, huku nikiongozana na rafiki yangu Shabani. Aise, unajua kale kademu, sijui kama nitaka kukuta kweli, sema kweli, kwa maana ni miezi 4 sijawasiliana naye.
Kaka, kama anakupenda na mimi natakusubiria. Si ulimwachia nyumba na pesa ya kutosha? Ya, nilimwachia kitu kama 3 milioni hivi. Na kama atakuwa mezila basi itakuwa ni uzembe wake kwa kweli. Sasa ndugu yangu, itakuwaje kwa Karo siku akijua una mwanamke? Shauri yake. Alafu sijakwambia kitu ndugu yangu Shabani, Karo ni mjamzito. We, tayari umeshasababisha mambo? Kitambo tu. Nimeshamjaza, ila hii inanisaidia sana kuweza kunilinda. Una maana gani Rashidi? Unajua mambo yametulia hivi. Kwa natakiwa endelee kutulia hivi. Na hivi anavyotulia ni kutokana na yeye kuweza kunikinga mikifua kwa kaka yake. Aliniambia endapo nitakufa au kutekwa basi atajua. Hivyo kaka yake sasa hivi naweza nikasema analiogopa sana hilo jambo, na ndio maana ninaishi hadi sasa hivi niko na huru. Aise, naoma sana ndugu yangu. Maisha yako ni ya kuunga ndugu yangu. Inabidi hawa tuwaondoe, wasiwepo kabisa duniani. Unajua kumsamea adui anayeiwinda roho yako ni dhambi. Najua hilo kaka. Basi hakuna kuwasamea. Ni lazima walipe kwa madhambi yote waliweza kuyafanya. Nimekuelewa Shabani. Naam, tulifika jijini Tanga na moja kwa moja mimi nikaelekea ilipokuwa nyumba yangu. Ebu simamisha kwanza gari hapo. Nilimwambia Shabani kwani tulipokuwa tumetokezea njiani kabisa katika kuendesha gari hili. Alisimamisha eneo la karibu kabisa na nyumba yangu. Shabani akaniuliza vipi, nikasema nahitaji kuweza kuingia pasipo yule mwanamke kuweza kujua chochote kile. Kwani unahisi nini? Wala sihisi kitu chochote, ila tu nataka niingie pasipo kujua kitu chochote. Nikachomeka pale bastola yangu kiunoni na kisha nikashuka katika ile gari. Kutokana na huu mtaa ulikuwa umetulia, nilipanda pale ukuta pasipo watu wengine kuniona. Niliingia ndani ya nyumba ya uzio wa nyumba yangu kimya. Mazingira ya nyumba yangu yalikuwa yanaonekana ni masafi sana. Nilifika eneo la sebuleni, nikawa nachungulia hivi ndani. Nilimwona jamaa mmoja hivi akiwa amekaa na pensi, miguu akiwa ameiweka juu ya meza, huku mkononi mwake akiwa na simu, huku akichati. Nilichoma pale bastola yangu na taratibu nikaendelea kumtazama jamaa huyo. Baby, nilisikia sauti ya Tina. Yes baby. Vipi nikutengenezea sausage? Ya baby wangu. Kubabake. Wallahi. Kwa hiyo nikaingia na mwanaume kwenye nyumba yangu. Unajua nilijiuliza huku nikiwa siamini yani kwa hiki ambacho nilichokuwa nakisikia. Nikanyata mpaka eneo la jikoni nikachungulia. Kweli nikamwona Tina akiwa amevalia nguo ya ndani tu pekee huku akianza kukaanga hizo sausage. Nilimfuatilia kimya pasipo kugundua kitu chochote. Alipomaliza upishi wake kisha akarudi sebuleni huku akiwa amebeba glasi ya juice pamoja na sausage hizo. Wakaanza kulishana kwa mahaba huku kwa mara kadhaa wakipiga na mabusu. Nilizunguka katika mlango wa siri wa kuingilia ndani. Nikafungua taratibu na kisha nikaingia ndani. Nilitembea kwa kunyata sana sebuleni. Glasi alikuwa ameshika Tina ikampokonyoka na ikaanguka chini, ilipasuka. Na huu ni kutokana na mshtuko mkubwa alikuwa ameupata baada ya mimi kuniona. Jamaa akasema wewe nani unaingia ndani kwangu pasipo kubisha hodi? Jamaa huyo alinyanyuka huku akiwa ananitunisha kifua chake. Nikachoma bastola. Jamaa akawa mpole akarudi chini pasipo hata kumwambia arudi chini. Nikapesa sasa nyie malizeni kula. Nilizungumza huku nikikaa katika sofa linalotazamana na wao. Tina mwili ulizidi kumtetemeka huku jasho likimwagika. Nikatoa simu yangu mfukoni, nikampigia simu Shabani, nikamwambia kaka. Ndio kaka. Ruka ukuta. Fungua geti uingize gari ndani. Hapo bro. Nikakata hii simu na kisha nikaendelea kuwatazama. Nikasema nyie nimewambia niendeleeni kula, si mlikuwa mnakula? Rashidi, umerudi? Tina alizungumza kwa kigugumizi kizito sana. Nikamwambia sijarudi bado. Hapo nilizungumza kwa sauti ya upole huku nikiendelea kumkazia macho Tina. Nikasema jamani nimwambia niendeleeni kula. Mbona mnashangaa nini? Hapo mlango wa sebuleni ukagongwa. Nikasema kaka ingia tu, nahisi mlango uko wazi. Shabani kweli aliingia ndani hapa. Alishangaa kukuta ile fumanizi. Bana ndugu kijukuu cha mtume ese. Ulichohisi ndo hichi.
Nikasema ni kaka, mimi na machale kama mbwa wa polisi. Takueleze. Huyu sasa ndo shemeji uliokuwa unaniambia? Pia ndo shemeji yako bwana. Naona ameletwa bwana mzee baba hapa ndani kuja kumiliki nafasi yangu. Sijui ni nani amewaroga nyi wanawake. Jumba kubwa kama hili halijakutosha tu kumheshimu aliyekuweka ndani hapa. Naona aleta tena boya boya tu kama huyu. Tina alipiga magoti huku akile kwa uchungu sana. Nikasema Tina, kaa bwana. Endelea kula. Wewe mzee baba. Yaani ulijiachia miguu juu ya meza ni kama nyumbani kwako hivi. Aisee, hivi unajua hiyo meza ni shingapi wewe? Jamaa alikosa hata ujasiri wa kunijibu. Macho yamemtoka huku naye kitetemeka. Sasa Shabani akasema, ya kaka, tuwaue tu bwana, anatupotezea muda. Shabani alizungumza huku akichomoa bastola yake. Tina akasema, usitue tafadhali, usitue, tunaomba mtusamee, tunaomba msamaha. Tina alilia sana huku akiendelea kupiga magoti. Nikasema ngoja kwanza Shebi, nahitaji kuona kitu kimoja. Kitu gani kaka? Labda nilivyokuwa nafanya tendo la ndoa na huyu binti, labda nilikuwa nakosea. Sasa wewe boya, hebu anza kupiga show hapo nione. Unampagawisha vipi mpenzi wangu hadi akaamua kukuleta humu ndani? Sasa niliposema hivyo, Shabani akasema, hapo umenena kaka. Alafu sikuwahi kabisa kushuhudia hivi vitu vya live bure kabisa. Wapigeni hapo mzigo tuone. Pigeni kazi. Shabani alizungumza kwa furaha huku sote tukiwa tunawatazama. Tina pamoja na huyo mwanaume wake. Shabani akasema, wadogo, usibungae mgae bwana macho. Wewe vipi bwana? Unaleta ushamba hapa, nitakukula mzigo mimi mwenyewe. Hapo Shabani alikuwa anazungumza kwa msisitizo kweli kweli. Lakini sasa yule jamaa anataka kujitetea kwamba kaka mimi huyu demu bwana sikujua kama na mume wake bwana. Laiti mimi ningejua, unahisi mimi ningekuwa. Shabani akamwambia, oya, kwa Lisa anafanya kazi gani mpaka anamiliki jumba kama hili? Aliniambia bwana baba yake ni tajiri huko Arusha, anamiliki mgodi wa madini. Jamaa aliendelea kuzungumza kwa kigugumizi kizito mno, kiasi kwamba nilibaki mpaka natabasamu tu. Nikamwambia, baba yako ana migodi ya madini wewe? Nilimuuliza Tina huku nikimtazama usoni mwake. Nikamwambia, dogo, naitwa nani? Naitwa Omari. Mimi ni mpaka rangi za kucha. Ndugu yangu Rashid, unajua kuna mpaka rangi mmoja hivi kwa mara alikuwa anakuja sana home kumpaka wife rangi kipindi ambacho mimi nakwenda kwenye mihangaiko yangu. Kumbe jamaa bwana alikuwa anategatega kabisa, yani sehemu nikitoka yana anaingia anajidai kama vile anampaka wife kucha. Kumbe alikuwa anamtongoza nani mke wangu. Sasa si unajua tena mtawetu una gasiri ule bwana we. Nikatonywa ya kwamba kuna jamaa anaingia kwako kila ukitoka. Siku sasa nikategesha mtego wangu, nikajifanya kama vile nimetoka alafu kisha nikarudi. Nikabana dirishani, nikasikia jinsi kinavyomwaga vesi kwa wife. Wife akawa anachomoa. Mimi uvumilivu nishinda, nikaingia ndani. Bwana nilikapiga kale kapaka rangi kucha, nikampokonya vitendea kazi vyake vyote, nikamfukuzia mbali. Sasa hao paka kucha hao kazi yao ni kutongoza wake zetu. Na wanapenda sana wake za watu. Niruhusu mimi nimle kiboga huyu ili akawadithie wenzake hao wanaopaka rangi. Shabani alizungumza huku akiwa anasimama na akaanza kuvua pale mkanda wa suruali yake na kumfanya huyu Omari mpaka rangi kwenye kucha. Alianza kulia kwa sababu inaonekana kabisa tamu leo ilikuwa imeingia shubiri. Tamu sio tamu tena. Haya sasa bwana, Tina amefumaniwa akiwa na mwanaume nyumbani kwa Rashidi. Je, Rashidi atamsamehe? Usikose kufuatilia kisa katika sehemu ya 16 kupata kujua ukweli itakuwaje kwaje. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Napatikana Instagram na TikTok kwa jina la Uncle J Simulizi. Bwana, asante kwa timu yako. Tukutane kwenye sehemu ya 16 tujue hili fumanizi liliendelea vipi.